Rais wa Marekani Bwana Donald Trump anaamini kwamba makubaliano kati ya Marekani na Iran yanaweza kutamatika siku ya leo ya Jumatatu baada ya kutoa vitisho vikali dhidi ya taifa hilo la Kiislamu la Iran. Rais wa Marekani Bwana Trump amewaambia waandishi wa habari wa Fox News kwamba mazungumzo ya Marekani na Iran yanafanyika mara ya mwisho siku ya leo, na huenda siku ya leo kukawa na makubaliano fulani juu ya usitishaji wa vita licha ya vikwazo alivyovitoa. Trump aliwaambia waandishi wa habari wa Fox News kwamba wapatanishi wa Iran wamepewa msamaha ili waweze kuendelea na mazungumzo. Trump alisisitiza zaidi hisia hizo katika mahojiano na Axios, akisema kwamba ingawa kuna nafasi nzuri kwa mpango huo kufanyika kabla ya muda wa mwisho kumalizika, ikiwa hakuna chochote kilichokubaliwa kufikia Jumanne, ninalipua kila kitu huko Iran. Haya yanajiri saa chache baada ya Trump kutishia kugonga vinu na madaraja ya Iran siku ya Jumanne ikiwa Iran haitafungua tena mlango wa bahari wa Hormuz mara moja. Katika chapisho la Truth Social, aliutaja uongozi wa serikali ya Iran kama vitu vya wazimu, akiomba wafungue mlango wa Hormuz haraka iwezekanavyo, na watakuwa wakiishi katika hali mbaya zaidi ya kuzimu ikiwa hawatafungua mlango huo wa bahari wa Hormuz, anasema rais wa Marekani Donald Trump. Jumanne itakuwa ni siku ya kiwanda cha umeme na siku ya daraja zote zikiwa zimekamilika kwa pamoja nchini Iran, alitishia rais huyo wa Marekani akisema, tazameni tu, sifa njema zote ni za Mwenyezi Mungu, lazima tutahakikisha tunaifanya Iran iwe ya kuzimu. Chapisho la Trump linathibitisha tarehe ya mwisho aliyoipa Iran Jumamosi, akionya kwenye mtandao wa kijamii wa Truth Social kwamba wakati unazidi kusonga wa kufanya makubaliano na ina saa 48 kabla ya kuwa majivu na kutawala nchi yao. Utukufu uwe kwa Mungu, aliandika zaidi rais huyo wa Marekani. Iran inaruhusu nchi rafiki kupita katika mlango wa Hormuz. Shirika la habari la Reuters hata hivyo limenukuu vyanzo vitatu vinavyofahamu suala hilo vimeripoti Jumamosi kwamba ripoti za hivi punde za kijasusi za Marekani zaonyesha kwamba Iran haina uwezekano wa kufungua mlango wa bahari wa Hormuz hivi karibuni kwa sababu mshiko wake kwenye mshipa muhimu zaidi wa mafuta duniani hutoa uwezekano pekee wa kweli ulionao juu ya Marekani, na kwamba hii ni sehemu ya mipango mikakati waliokuwa nayo katika mapambano dhidi ya Marekani pamoja na Israel. Hapo awali Iran ilitangaza kwamba itaruhusu baadhi ya meli chache kutoka katika mataifa rafiki, lakini si kwa Marekani na Israel ambazo zinataka kufunguliwa kwa lazima kwa mlango huo wa bahari wa Hormuz. Moja kati ya mikakati ambayo wakati huu inaonekana ni kwamba vita vitakuwa vikali mno ikiwa rais wa Marekani ataamua kufanya mashambulizi mazito kama alivyosema dhidi ya Jamhuri hiyo ya Kiislamu ya Iran, huku wa Iran wakitajwa wanaongeza jeshi kubwa la majini katika eneo hilo, na kwamba mchakato mzima unaendelea kuanzia wiki iliyopita. Iran ilitangaza kuwa ilikuwa imefunga njia ya Hormuz kwa meli zote, baadaye ikarekebisha kauli yake ikisema itaruhusu meli zinazoziona rafiki kupita eneo hilo. Kupita kwa meli zinazounganishwa na Marekani au Israel hata hivyo kungebakia kuwa ni haramu. Siku ya Jumapili, Iraq ilishukuru Iran kwa kuruhusu meli zake kupita katika eneo hilo la Hormuz. Zaidi ya hayo, meli ya kontena la kikundi cha meli ya Ufaransa CMA CGM, meli tatu za mafuta zinazoendeshwa na Oman na shehena ya gesi inayomilikiwa na Japan zilipita katika mlango wa Hormuz siku ya Ijumaa, kulingana na data ufuatiliaji wa meli ya Marine Traffic. Iran pia iliruhusu meli tatu za China kupita kwenye mkondo huo wiki iliyopita. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China alisema, akibainisha kuwa China inathamini msaada uliotolewa na pande husika. Hata hivyo, makampuni mengi yamekuwa na hofu kupitisha meli zao katika mlango huo wa bahari wa Hormuz kutokana na vita vinavyoendelea. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini nikusihi usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.